Wakati harakati za mazungumzo yakitarajiwa kufanyika siku ya Machi 18 huko Luanda nchini Angola kati ya waasi wa M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waasi hao wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wamezidi kusonga mbele zaidi mashariki mwa DRC kabla ya kuanza mazungumzo hayo siku ya Jumanne. Waasi hao wa M23 wameendelea kushambulia maeneo mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kabla ya kuanza mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya Jumanne katika mji mkuu wa Luanda nchini Angola. Tovuti ya habari ya Kongo ya Actualite imetangaza kuwa mapigano yamekaribia katika makao makuu ya jimbo huku wakielekea mashariki mwa Kivu ya Kaskazini. Waasi hao wa M23 wamesonga mbele zaidi mashariki mwa Kongo baada ya Rais Joao Lourenço wa Angola siku ya jana kuzitolea wito pande zinazozozana katika kusitisha mapigano kabla ya kuanza mazungumzo ya amani huko Angola. Mazungumzo hayo ya amani kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi wa M23 yanasimamiwa na Rais wa Angola ambaye pia ni msuluhishi wa amani wa Umoja wa Afrika katika mgogoro wa Kongo, yamepangwa kufanyika siku ya Jumanne ya Machi 18. Kundi hilo la waasi wa M23 limezidisha mashambulizi yake mashariki mwa Kongo tangu mwezi Disemba na kuiteka miji ya Goma na Bukavu. Mwezi Machi mwaka huu waasi wa M23 waliuteka mji wa Nyabiondo umbali wa kilomita 110 kaskazini magharibi mwa Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini baada ya mapigano makali ya siku kadhaa kati ya vikosi vya serikali na wanamgambo wenye mfungamano wa serikali kwa jina la Wazalendo. Mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesababisha maelfu ya raia kuhama makazi yao na kukimbilia katika nchi jirani wakikwepa mapigano. Hata hivyo, kundi hilo ambalo lilikuwa na mpango wa kuiangusha serikali ya Felix Tshisekedi kwa kushambulia hadi katika makao makuu ya nchi ambapo walitaka kuhakikisha wanafika hadi Kinshasa, sasa wamesema hawatafika hadi Kinshasa, lakini bado wapo katika mpango wa kuhakikisha wanatawala eneo la upande wa mashariki mwa Jamhuri hiyo ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji wa The World News, kuna mengi ambayo yanatokea wakati huu katika Jamhuri hiyo ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kutokea kwa mzozo kati ya kundi la M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini zaidi wakati huu kundi hilo linapata nguvu baada ya walinda amani kutoka SADC kuamua kujiondoa katika mashariki wa Jamhuri hiyo ya Kidemokrasia ya Kongo. Ilitangazwa wiki iliyopita kwamba jeshi la Jumuiya ya Kusini mwa Afrika SADC litajiondoa katika eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi hilo ambalo limekuwa likiongozwa na jeshi la serikali ya Afrika ya Kusini limetangaza kwamba litajiondoa, na hivyo limewapamwanya waasi hao wa M23 kufanya mashambulizi zaidi katika eneo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hatimaye kuendelea kuteka maeneo zaidi katika taifa hilo la Jamhuri ya watu wa Kongo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, lakini pia kusubscribe channel hii. Utapata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.